Siku ya leo nitakuwa nikizungumza ujumbe ambao nimeupea kichwa ya The Battle with Frustrations. Kuna wakati mwingine ambao umeshawahi kujipeana kwa jambo, ukajitolea na mali yako, ukafanya kitu ambacho kilihitaji ya kwamba utambuliwe, lakini hakuna mtu alikutambua. Contribute hata kwa kampuni ambayo unafanya, mahali ambapo umeajiriwa, kwa ministry ambao uko connected naye, lakini hakuna mtu ambaye alikutambua. Now this message is for you today. Bwana Yesu asifiwe. Ukafanya biashara with high expectations, you did a lot of investment, lakini badala ya kuleta ile matarajio ya moyo wako, ukapata kitu ambacho kilikuwa tofauti. You are the person I'm speaking to this morning. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia kwamba moyo wako umevunjika, unasikia kwamba kama hauna nguvu za kuendelea. Sasa wakati ambapo tumefika hapo, mimi nataka niulize wewe, umeshawahi kufikiria kuhusu Moses, the servant of God in the Old Testament, Pastor Moses, ambaye walikuwa wa kwanza Mungu kumtumia kufanya watu deliverance? Have you ever thought of this man of God, his leadership qualities? Umeshawahi kufikiria kuhusu maisha yake? Umeshawahi kufikiria kuhusu utoto wake? Umeshawahi kufikiria kuhusu mke wake na watoto wawili? Umeshawahi kufikiria akiwa kwenye jangwa ni vitu gani ambazo zilikuwa zinaenda katika kichwa chake? Bwana Yesu asifiwe sana. Umeshawahi kufikiria the meaning of the name Moses ilimaanisha kitu gani? Hallelujah. Manake wakati ambapo nilikuwa nasoma niliweza kuelewa ya kwamba Musa ni kumaanisha kutolewa. He was thrown out of the water, and therefore he was given the name Moses, meaning to be thrown out, kutolewa kutoka kwa jambo. Amen. Na sasa wakati ambapo nimefika hapo, nilikwambia kwamba it just took a very short time to throw Moses out of the water. Amen. But it take a lot of time to throw a leader out of Moses. Are you getting me? Ya kwamba kutoa mtoto kwenye maji it was easy, lakini kutoa leader out of the child who was thrown out of the water, it took 40 years, it took 8 years. Hallelujah. Na kwa hivyo mtu wa Mungu, nataka nikwambie kwamba life ni shule ama maisha ambayo tunaishi is like a university. Ni life ambayo tunaishi, and in the course of our living, God draws out things of our lives that we even never thought they are in us. Na kwa hivyo Mungu wakati ambapo tunaishi anaendelea kutoa vitu ndani yetu ambazo hatukuweza kufikiria, hatujawahi kufikiria, ambazo zinaweza kuwa ndani yetu. Fikiria ile wakati ambapo ulikuwa mdogo, ulifikiria unaweza kuwa mhubiri, ulifikiria unaweza kuwa mwimbaji, ulifikiria unaweza fanya hiyo biashara ambayo unaifanya, ulifikiria unaweza kuwa umeajiriwa kwa hiyo kampuni ambayo umeajiriwa. Wakati ambapo ulikuwa unaulizwa ukiwa na high school, what do you want to become? Unainua mkono unasema nataka kuwa doctor, nataka kuwa pilot. Praise the name of the living God. You never thought that whatever you are doing today, or whatever God made you to become today, you will be that thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hivyo life inaweza tena kusema ya kwamba is a delivery room, ambayo Mungu in the course of our living anaendanga from our expectancy, akitoa vitu ndani yetu ambazo sasa zinaweza kuonekana kwa macho. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa wakati ambapo Musa alikuwa anafanya masomo ya Egypt, akaishi lifestyle ya Egypt, akakula chakula ya Egypt, akakaa katika parish ya Farao. He never thought that one day ndiye Mungu atatumia kutoa watu katika utumwa. He never thought. It never get into his mind. Praise the name of the living God. And when he was of age, Biblia inatuambia vizuri ya kwamba he killed an Egyptian who was fighting a Hebrew. Look at that. He did his first deliverance bado akiwa katika Egypt. Bwana asifiwe. Why? Moses was in Egypt. Alisoma masomo ya Egypt, alifanya mambo ya Egypt, lakini damu yake haikuwa ya Egypt, ilikuwa ya Hebrew. And therefore he had to fight for his people.
Is somebody going with me? Bwana Yesu asifiwe sana. And wakati ambapo aliua mtu, tunajua vizuri ya kwamba Moses alitoroka akaenda kwenye jangwa. Na katika jangwa, let me tell you something amazing. After killing one man, he runs from Egypt to the wilderness. In the wilderness, he had an encounter with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambie kwamba it takes a very short time for a mother to give out a baby. But for a mother to get out of the child, hey, inachukuanga wakati wote. It takes time. It takes time. Now in the process of making, God is seeing a leader who is learning from justice. Kwa sababu Musa committed a crime and therefore akatoroka, na kwenye ametokea anakutana na Mungu. Na sasa hapa Mungu anaongea na yeye live. Na anamwambia kwamba sasa kuja. Praise the name of the Lord. I want you to go back to Egypt. You go back to Egypt and you get my people out of captivity. You take my people out of Egypt. Hallelujah. What amazing connection God is doing. Listen, Moses was not an Egyptian, but he was born in Egypt. He was raised up in Egypt. Akasomeshwa masomo yote ya Egypt. But now, God is taking him back to where he was learning from, to deliver God's people from captivity. In other words, ninasema ya kwamba Mungu anatuma Musa kwenye alikuwa ametoroka akaende akatoe watu wake. He is being sent back to what he was learning from. Ile kitu alikuwa anatorokea, ndio Mungu anamwambia sasa ya kwamba nataka urudi katika hiyo nchi and you take my people out of the bondage. Praise the name of the living God. Wakati mwingi ile kitu ambacho kuwaga tunatorokea, what we learn from, ndio inakuwaga Mungu anataka tutumie. Na ndio wakati mwingine utapata ya kwamba ile kitu ambacho unataka kutorokea, what you fear, because God sent Moses back to what he was fearing. Ile kitu he was afraid of, God is sending him back to it. And in our life, most other times, wakati ambapo huwaga tunaingia ama tunajikuta katika hali ambayo ile mambo ambayo tulikuwa tunaogopa, ndio Mungu anatuambia tuiface. Ile mtu ambaye unasikia ya kwamba kwa moyo wako alikufunja, ndio Mungu anakuambia kwamba uombe. Ndio Mungu anakuambia ufunge kwa niaba yake. Ndio Mungu anakuambia kwamba toa pesa, enda patia yeye. Hiyo mtu ambaye mlikosana siku nyingi akakuita maneno ambaye hawezi kusadika, mazito, akaachilia moja kwa moja mpaka leo unakumbuka life. Ndio Mungu anakuzungumzia kuhusu. Anakuambia kwamba enda kwa hiyo mtu, enda ukilesha yeye, pelekea yeye hizi vitu 1 2 3 4, what you are afraid of. Mpaka alikutisha akakwambia kwamba ile siku tutakutana na wewe moja kwa moja, utajua ya kwamba hii mikono hata kama nimeokoka inaweza kufanya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Umeshawahi kutana na situation kama hiyo? God is setting you back kwa ile kitu ambacho unaogopa. Hata unasikia inatajwa, unasikia unatetemeka namna hii. The same thing God is sending you to. Anakuambia kwamba I am sending you to this and this place. Listen, Moses has committed a capital crime. Ameua mtu. Na sasa Mungu anatokea yeye. Wakati mwingine inaweza kuonekana kama ni funny. Yaani mtu ambaye ni muuaji na Mungu anatokea yeye, anaongelesha yeye. Bwana asifiwe sana. Na ile sababu ambayo Mungu alitokea Musa hata kama ameua mtu, ni kwa sababu in the land of Egypt God did a lot of investment in Moses. Hallelujah.
Na sasa hapa tunaona ya kwamba hata Musa mwenyewe analeta shida. Anaambia Mungu, hiyo kitu unaniambia nifanye, ninasikia kwamba sina grace. Tunasema kwa wakati mwingine we have no grace to do it. Nasikia sina neema, nasikia hata kuongea siwezi, ninasikia niko na uzito hata wa ulimi. Anapeana excuses. Na Mungu anatokea anamuuliza, wewe Musa, nani aliumba hiyo ulimi? Nani aliumba hiyo mdomo? Na mimi nataka nikuambie siku ya leo, when you hearken to what God is speaking to you at times such like this, don't hesitate to just go ahead and speak what God is putting in your spirit. For what God starts, He sustains. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, this encounter of God with Moses is a reunion about Mungu anafanya ya Hebrews. A Hebrew who has grown outside of his community, outside of his people. He has no bond, he has no connection with the other Hebrews. By the way, walikuwa anaona yeye kama ni enemy yao. Na wakati ambapo imefika, wakati ambapo Mungu anazungumza na Musa, anamwambia kwamba, hey, my son, Moses, my leader, I want to take you back there. Bwana Yesu asifiwe sana. It's like now, there is a time is coming. A time has come that now Hebrews and Moses, they are going to enjoy the rest of their life together. It is a unity ambao Mungu analeta ni kuunganisha, anaunganisha kisasi chake tena, lakini lazima angetenga leader ndiye aweze kuinvest kwake, aweze kumtengeneza, aweze ku-draw out the leadership in Moses in the duration ambayo alikuwa amemweka kando na Egypt. Is somebody getting me? There is something funny with God with doing things out of our life. Bwana Yesu asifiwe sana. He's drawing him out from the water. And now this time he's drawing out leadership from him that he may draw out his people. Hallelujah. There is 3 draws. Moses is drawn out. And now the leadership is being drawn out of him. And then he is to draw out God's people from the bondage and captivity. Praise the name of the Lord. In our lifetime, God has to draw things out of your life which you know not about. Mambo ambayo wewe mwenyewe haujawahi kufikiria, mambo ambayo hayajawahi kuingia kwa moyo wako, hata kwa mawazo yako, mambo ambayo hata hakuna mtu alikutabiria. Maana tunaona ya kwamba Moses hakuna mtu alikuwa amemwambia kwamba wewe ndio utafanya deliverance in this country, these people. He is now drawing out a nation. Praise the name of the living God. God draws out a child, a baby out of the water. And out of the baby, God is drawing out a leader who is to draw out his nation out of bondages. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane namna hii kama unaniona. Na sasa wakati ambapo Musa amerudi, he's getting back to his people. And he think in his mind, kwa sababu Mungu alikuwa amemwongelesha. He had God's instruction. He had God's mind. He had God's will in his heart. Alikuwa amesikia kabisa hiyo mambo ambayo Mungu amemzungumzia. Na sasa amerudi kule na expect ya kwamba these people ambaye ametumwa kwao, they are ready to come out of captivity. But I am telling you, he was there for a shock. Kwa sababu wakati ambapo alifika mahali pale, Biblia inatuambia vizuri, they rejected him. Walimkataa. Hata kama alikuwa na Mungu, akona upako, uwezo wa kufanya miujiza umewekwa ndani yake, Moses was rejected. Look at the frustration the man of God is going through. From one frustration to another. He ran into a wilderness because of frustration. In the wilderness, he becomes a shepherd, whatever he was not meant to be. But God is investing in him to draw out something important than what he was doing at that particular moment of time. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. It becomes hard. Watu ambao wamezoea maisha yao, hata kama inaonekana si mazuri, inaonekana iko na shida. Na wakati umefika wa kuwatoa,
the kind of life they are used to, kuambia kwamba tokeni katika hii life. When they see like hauna idea ya vile ambavyo maisha yao wanaishi na vile ambavyo wanataka. Praise the Lord. And Moses was not afraid of that. He is telling them, wazee 12 wakuje, nataka kuongea na wao sasa hivi. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. I want to speak to them. They have to hear the message they have from God. Amen. Na anawaambia kwamba nimetumwa, and they feel convinced. Na Biblia inatuambia kwamba mpaka wakaabudu Mungu. Na akaenda wakaambia watu sasa ni wakati wa kutoka. Moses akapigana vita nyingi. Alipigana Egypt, akapigana na Amalekites, akapigana na watu ambao walikuwa na waongoza. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. And when he was reading these people, I am telling you it was not easy. Haikuwa rahisi. Bwana asifiwe sana. Na sasa tusome neno la Bwana tukifika hapo. Ndio tuweze kupata mwelekeo mzuri wa vile ambavyo Mungu alifanya na Musa. Na ninaamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa. Hallelujah. Praise the name of the living God. Biblia tutasoma katika Numbers chapter 20. Numbers chapter 20. Nitasoma kuanzia mstari wa 4. Amen. Numbers chapter 20. Praise the Lord. Numbers iko hapo nyuma ya Exodus. Chapter 20 from verses 4. Na Biblia inasema namna hii. Kama umefika mahali pale, ninataka kusoma vile ambavyo Biblia imeandikwa. Verses 4. Biblia inasema, why have you brought up the assembly of the Lord into this wilderness, that we and our animals should die here? And why have you made us come up out of Egypt to bring us to this evil place? It is not a place of grain or figs or fines or prickles, nor is there any water to drink. So Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the door of the tabernacle of meeting, and they fell on their faces, and the glory of the Lord appeared to them. Verse 7. Then the Lord spoke to Moses, saying, take the Lord, you and your brother Aaron, gather the congregation together, speak to the Lord before their eyes, and it will yield water. Thus you shall bring water for them out of the rock, and give drink unto the congregation and their animals. Praise the name of the Lord. Sasa tukifika hapo, kuna mambo ambayo nataka tuyaangalie. Because sometimes the battle within us inakuanga kubwa kuliko vita ambayo iko nje yetu. We find in this place, or katika hii maandiko ambayo tunasoma ya kwamba wakati ambapo Bwana Israeli, they come to a place where there is no food, there is no water, they could murmur, they could threaten Moses, they could dare to tell him words that are not worthy. Wanamwambia maneno mazito, maneno mabaya. They could dare to ask him questions that could not be answered. Na hapo Musa anaenda kulilia Mungu. Bwana asifiwe. Maanake vita wakati ambapo iko nje inakuwa ni rahisi kuishinda kuliko vita ambayo iko ndani ya mawazo yetu. Praise the name of the living God. Na hata kama Moses alikuwa na nguvu, alikuwa na uwezo, sometimes he could be overwhelmed by issues. Hallelujah. Na Biblia inatuambia vizuri ya kwamba wakati ambapo Musa alikuwa anaongoza hawa watu, because of their hatefulness, their murmuring and complaining and grumbling, their fathers, kwa sababu hawa ambao wako na Musa mahala hapa si wenye walikuwa wametoka Egypt. Hawa ni wengine, ni kisasi chao, ni watoto wao. Their fathers and their mothers died in the wilderness, for they complained, they murmured, they fought, they tested God. And even their children, it's funny.
It is funny because you find in the scriptures ya kwamba hawa watu ambao Musa ako pamoja na wao kwa sasa, they are still nasty. They are complaining. They say their fathers and mothers complained. The same way they murmured, the same way they grappled against Moses and God, the same way it is happening to their children. And I want you to imagine that Musa was not a young man at that time. He is leading young man out of their captivity in the wilderness. He is going together with them. And he is grandfather already. Kwa sababu mtu ambaye amefikisha miaka 80 watu wa Mungu, si ni mtu mzee? Bwana asifiwe. Sasa hapa nataka uone the age gap. Mtu mmoja ambaye amezeeka kabisa. Wengine lika ya Musa wenye walikuwa wametoka na yeye Misri, sasa hawako pamoja tena. Wamekufa wote katika jangwa. Na sasa kisasi ambacho Mungu anataka kufikisha katika ile nchi ambayo Mungu alikuwa amesema, ndio hawa sasa wameanza tabia ile ilikuwa na parents. Wow. Bwana asifiwe sana. Na nini ambao sasa kinafanyika? The leader is frustrated with the people. And the people are frustrated with the leader. Praise the name of the living God. And now, the leader is so much disappointed. Because frustration is as a result of disappointment ambazo zimejijenga. Disappointment. Zikiingia ndani ya mtu, zina result into frustration. And sasa, kwa sababu ya ile history yote Musa alikuwa nayo, now, Moses is disappointed. He is frustrated with the people. The people are frustrated with Moses, with their leader. It is funny. Ya kwamba watu ambao Musa anaokoza kutoka utumwa, they are fighting the leader mwenye anawaokoza. Look at that frustration. Uone vile ambavyo ilivyo. Unaongoza watu mtu wa Mungu ambao they are against you. They find that you have no idea of what you did not hear what God spoke. You are leading a family that is fighting you day in, day out. Frustration. Kazini kwenye tunafanya. You are frustrated by the leader. You are frustrated by the people. You are frustrated all corners of your life. Up, down, center, side, and other side. Uko hapo katikati. Frustrations. This is what I'm talking about. And now, God appears to Moses. Praise the name of the living God. Wakati ambapo Mungu anatokelezea Moses, anamwambia kwamba sasa, I am determined to provide water for these people and even food for these people. But now look at what is happening after that. Biblia inasema vizuri ya kwamba wakati waliopa Musa aliambiwa namna gani achukue the staff, the Lord ambayo walikuwa wamepatiwa na Bwana. Na wakati ambapo hiyo Lord iliwekwa katika Red Sea, ilitawanya ile Lord ambayo Musa alitumia kufanya miujiza Egypt. Anaambia sasa chukua, go to the people, lead them to the rock, and you speak to the rock. Simple solution, simple instruction. You speak to the rock, and the rock will draw out water. Amen. Will provide water. The rock will provide water for these people and their animals. But because of frustrations, Moses strikes the rock. Not only once, he strikes the rock twice. In Exodus chapter 17 and verse 6, God speaks to Moses and tells him to strike the rock once, not twice. Once. And that is exactly what he did. In Exodus 17 verse 6. Biblia inasema ya kwamba aligoka mwamba mara moja
na maji ikabubujika kutoka kwa ile mwamba. In Numbers hajaambiwa ya kwamba aoge mwamba, ameambiwa aongereshe mwamba. Praise the name of the living God. Frustrations can make someone not to follow simple instructions, and therefore you cannot be able to attain simple solutions. Anyway, aligonga mara mbili na maji ikatoka. Lakini baada ya maji kutoka, God appears to Moses again. Anamwambia kitu gani? Anamwambia kwamba now you and your brother Aaron, you will not make it to the promised land, for you have disobeyed me. Hamjaweza kunitii. Kwa sababu alikuwa ameambiwa nini? Aongeleshe mwamba. He speak to the rock, and now he strikes the rock. He shatters the pattern of God's deliverance. Ni kwa sababu watu wa Mungu, ukisoma maandiko vizuri, the Bible speaks about the rock. In Psalms 18 verses that 1, the Bible says, who is God beside the rock? And who is rock beside our God? Who is God separated to the rock? There is no difference. Our God is the rock. In the New Testament, the Bible tells us that at the well, where he had encounter with the Samaritan woman, anamwambia kwamba mimi ndio maji ya uzima na atakaye nikunywa hatapata kiu tena. That's what Jesus Christ is speaking. And this demonstrates that the rock in the Old Testament is Jesus himself. What am I saying? In the Old Testament, the rock symbolized what will happen in the internal deliverance. In other words, it was a shadow of what will happen later. God was using Moses' life to reflect what will happen with Jesus Christ. Amen? And therefore, striking the rock twice, ikaongea mambo ambayo haikuwa ya kweli kuhusu Kristo. Kwa sababu Jesus Christ was only to be crucified once, not twice. Alikuwa amepiga mawe mara ya kwanza. That was enough. The other side, he was to speak to the rock. The rock provided water, and now he fed the people. Praise the name of the living God. Oh, he was to speak to the rock. The rock provided water, and Moses fed the people with the water from the rock. Is someone getting me? And now, rather than speaking to the rock, he is speaking to the people, but striking the rock. Are you getting me? And therefore, so many other times, rather than speaking to the rock, we speak to the people. Rather than taking our groanings, our cries, our needs unto the Lord, we take them to the people. We speak to the people rather than speaking to the rock. Praise the name of the Lord. When Jesus is he tells Peter in Matthew 18 that upon this rock, I'll build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Praise the name of the living God. Who is the rock? The rock was Jesus Christ. It's Matthew 16 verses 18. Ndio anaongea na Peter, anamwambia kwamba katika msingi huu nitajenga kanisa. Jesus Christ is the rock of the church. But now we are growing. Tunapigia makelele, tunaobanisha watu ambao inafaa twende kwa Yesu. We get the water, we get their provision, we get their nourishment, and feed them. Amen. You know, there are people who like the reader as long as it is convenient for them. But when there is a problem, the reader is a victim of the problem. There are people who will like you, who will love you. They will call you a good person, a good daddy, a good mommy, a good sister, a good person, a good man, a good woman, as long as things are easy. There is no trouble. But when the trouble comes, what you know, Bwana asifiwe.
There are people there who are on comfortable when there is no problem. Moses strikes the rock. And by striking the rock for the second time, the first time is Exodus 17. The second time is in Numbers chapter 20. He chattered the message of the gospel. He tells the chosen generation what is not true about Christ. Because Christ was only to die once. Na mara ya kwanza wakati ambapo aliambiwa ya kwamba agoge moba, it was enough kuonyesha vile ambavyo mambo yakifunuliwa ya ukweli in the New Testament itakuwa. But now he disobeys. He is not capable because of the frustrations. He was frustrated. He was disappointed. And therefore he could not obey simple instructions. I am telling you, our God is more than capable to provide for us from what we even think he cannot. Nani alifikiria wakati huo ya kwamba kuna mwamba ambao unaweza toa maji? But Jesus Christ anasema ya kwamba wale ambao watamwamini ndani ya mioyo yao kutabubujika visima vya maji ya uzima. Look at that. From inside our hearts, those who believe in Christ. And therefore, in this time of the Old Testament, the rock stands for Jesus. Amen? Striking the rock in the first place, it stands for the crucifixion of Jesus Christ. Isaiah 53. In Isaiah Papa, he was wounded for our transgression, and he was bruised for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him, and by his wounds we were healed. Once, not twice. Moses did it for 2 times, and God was upset with him. Sasa hapa Mungu hajawahi hajatokea Musa kumwambia kwamba you are a humble man, you are a good leader. Ametokea kumwambia kwamba Musa, pamoja na ndugu yako kwenye nilikuwa nataka mpeleke hawa nyinyi hamtaenda. You not go. God was upset. Kwa sababu the pattern of the reference ilikuwa chattered. There was no truth kwa sababu ya disobedience ya Moses. Na kwa hivyo anamwambia kwamba hamutafika. Now this is another frustration. And he is frustrated with the people. He is frustrated with the situation. He is frustrated with himself. And now God appears to him. This is what breaks the heart. Anamwambia kwamba huendi. Hautafika. Praise the name of the Lord. Now nikwambia hivi ya kwamba it was not easy for God to tell Moses Yakoba hatafika. Remember he said Yakoba kwa manabii, I will speak to them through visions and dreams. But to Moses, my servant, Moses was God's boy. He was God's servant. God loved Moses. And therefore, to tell Moses that he will not make it to Canaan, it was not easy for God. It was not easy. God has used him in a big way. But let me tell you, when there is investment, there is frustrations. And frustration comes because when you invest, there is expectation connected to the rewards. Investment, frustration, and expectations. You cannot be frustrated on anything that you have not invested upon. You cannot be frustrated by anything that you have not committed yourself in. Right, as I speak, I know most of us tulikuwa na mipako mizuri. Tulikuwa tumeweka mipangilio, tutafanya harusi mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, tutajenga makanisa mazuri, tutajenga manyumba mazuri, biashara yetu projection
kulingana na vile ambavyo economy inaendelea, itakuwa imefika hiki kiwango. Tulikuwa na expectation nyingi. Bwana sifiwe. Tunajua kwamba ikifika mwaka wa 2021 nitakuwa nimenunua teke. Expectations kubwa, itakuwa nimenunua shamba. Expectations kubwa tulikuwa nazo. Nitakuwa nimepanua biashara. Sasa hii duka itakuwa supermarket. Expectations kubwa. Bwana Yesu asifiwe. But now, from that investment ambao ulikuwa umeifanya, there is some frustration. There is some frustration. Why? Because of the investment. If you did not invest, there could be no expectation. And therefore, where there is no investment, there is no what? Frustration. Let me give you another example. Wakati ambapo Abraham alikuwa anaambiwa na Hagar na Sara afukuze Hagar, he could not do it easily. He could not do it. Abraham has invested in this woman. Alikuwa amefanya investment. Akona mtoto na yeye. Na sasa anamwambia kwamba chase out this woman. Fukuza yeye, acha atoke hapa. Amen. Na Abraham anamwambia hapana. He is crying inside his heart. He has a battle inside himself. Huyu ni mke wangu. Nimeinvest kwa huyu. He was frustrated. And I'm telling you. Ilishukua Mungu kuongea ni Hagar atoke kwa Abraham. If otherwise, Abraham hangeachilia Hagar atoke kwa. He could not. Kwa sababu alikuwa ameinvest. Na mimi nimekuja kukuambia kwamba there are some times in our lives milima inakuwa mikubwa na mabonde yanakuwa makubwa. But there is God who takes us through in all of them. After all this frustration, the children, the chosen people of God, made it to the promised land. Bwana asifiwe sana. Praise the name of the living God. Wakati ambapo ninamalizia watu wa Mungu, I want to tell you that it is only the rock that you need. The rock, the Jesus Christ. That nourishment you need. That power you need. That healing you need. That touch you want. Praise the name of the living God. You don't need to live for it. You don't need to complain for it. You don't need to murmur for it. You don't need to weep for it. You only need to listen to the word. For Jesus Christ is the living one. And he is the living water. Na yule yeyote atakunywa hiyo maji, hakuna wakati atapata kiu. Bwana Yesu asifiwe sana. Killing yourself will not help. Stressing yourself will not help. What will help is the rock. Twice the rock provided for the Israelites. The rock is alive. Mpaka Job akasema, my Redeemer liveth, he is not dead. Our rock is alive, he is not dead. Even this morning, our rock is in power. He is enthroned. He is just waiting. We speak to the rock, not to the people we love. We speak to the rock, not to our dads. We speak to the rock, not to our mothers, not to our children, not to our workers. We speak to the rock and nourish them. We speak to the rock and feed them. We speak to the rock and refresh them. There is rock on one side, and there is a people you love on the other side. You don't need to kill the people you love with complaining, with a lot of noise. You know, you don't need. Take your needs to the rock. Take your needs to the rock. The provision is ready. The provision is there
for you. You only need to speak to the rock. To speak to the rock. To speak to the rock. You speak to the rock. The word of God. Jesus Christ is alive. Our God is there for us to provide our needs according to his riches in heaven and glory. He is our God. Never leave us, nor forsake us. He is together with us. Everlasting God. He is our Father. He is our God. Hallelujah. Praise the name of the living God. You don't need to pray. All you need is to hear the word. All what you need is to begin working on the word. Remember the Bible says that the word was there in the beginning. And the word became flesh. And the word lived among the people. The rock was there in the beginning. The rock became flesh. The rock is living even today. He has all what it takes. He has all what you need. You don't need to express your frustrations. For your frustration will always express themselves. Moses' frustration expresses itself by hating the rock, disobeying the simple instructions, denied him going to the promised land. Maybe in a Kobe secretly, you combat every unsolved issue with people you lead. God will help you to go through. God will give you grace. God will anoint you for the season. And you are going to overcome in the name of Jesus Christ. For your business, you only need a rock. He will provide. For your family, you need a rock. He will provide. For whatever you are doing in life, you need a rock. The rock. Jesus